za saizi ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru, niko na ndugu yangu Joseph Wana Chalinze. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kuniwezesha mimi na wewe kuweza kuwa salama na amani. Mwenyezi Mungu afanye wepesi waliokuwa hospitalini na waliotangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu awasamee dhambi zao. Lakini nitumie fursa hii kumwombea rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha Watanzania, lulu ya Watanzania, malkia wa Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Nitumie fursa hii kuombea wazazi wangu waliotangulia mbele ya haki. Sasa kikubwa ambacho siku ya leo, mimi leo sina mengi, nitumie fursa hii kwanza kuyazungumza haya nitakayoyazungumza. Ndugu zanguni wa kutukana, kaeni pembeni kidogo, tujadiliane kuhusu nchi. Wanaojisikia wanataka kujadiliana kuhusu nchi wasogee. Wasiojisikia wasipoteze muda wa bando lao kuweza kusikiliza mambo haya, kwa sababu mambo yanakuja kuwapa faida watoto wao kama wao. Sisi tunapolilia jambo la amani, utulivu wa nchi, ni faida kwa wote, sio faida ya Kombo tu. Hakuna, ni kila mtu. Wewe une comment, wewe unefanya nini, ni fursa yako. Mimi nakutetea wewe. Kama unajua kuna watu wengine Yona, kabla sijaingia kwenye mada, ni wepesi wa kuhukumu. Ushanielewa? Ni wepesi wa kufanyaje? Ni wepesi wa kuhukumu. Vijana wanacheka, nimefurahi sana. Ni wepesi wa kuhukumu. Tusio wepesi wa kuhukumu. Mimi naanza kwa hapa kwanza ujumbe wao kwanza. Kwanza mimi niseme tu kwamba jambo la kwanza nimpongeze rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa ziara kubwa, ziara yenye manufaa tokea mwaka umeingia. Ndio ziara ya kwanza ambayo imeleta manufaa na italeta manufaa kwenye taifa letu. Kila mmoja amekuwa ni shahidi, ameweza kuona uhalisia, ameweza kumsikia rais wetu juzi alipozungumza. Tumeweza kuona ni namna gani rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daktari almasi ya Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ni namna gani anavyoweza kufanya kazi. Kitendo cha kwanza, ndugu yangu Yona, cha kukutana na marais wenzake, wanasema kwamba ni wigo mpana sana, wanasema wa uchumi wa kidiplomasia, si ndio? Uchumi wa kidiplomasia. Na maana leo hii anaweza kutoka mfanyabiashara wa nchi fulani akaja akawekeza Tanzania, na rais wetu ni muumini mkubwa sana wa swala zima la kuhamasisha watu kuja kuwekeza Tanzania. Kwa sababu akiwekeza Tanzania, wewe una-comment matusi, familia yake itapata fursa, hata sipopata yeye, wenzake watapata fursa. Unajua shida ya Tanzania, sisi tuna uhuru. Mtu anaweza akazungumza lolote kwa sababu nchi ina amani. Kwa sababu Kombo na Yona wanapiga kelele kwamba msiwasikilize mafyatu watu wenye kutaka kuwakorofisha, kuwagombanisha wananchi kwa wananchi. Walichofanikiwa wajomba ni kuwatia chuki baadhi ya vijana. Mimi siwalaumu. Kuwatia chuki baadhi ya vijana. Leo ukizungumzia faida ya nchi yako, basi watu wanakuona wewe ni kichaa. Na maana tayari wale wajomba wamefanikiwa kumonita akili zao za watu ambao wanawatukana wanaharakati, watu ambao wanaitukana serikali. Na maana wale wanaotia chuki wamefanikiwa kumonita akili za watu. Ukimwona mtu yote anamtukana Kombo, ukimwona mtu yote anayetukana serikali, ukimwona mtu yote anamtukana Yona, jua hawa ni monitor za Chadema. Yaani Chadema wamefanikiwa kwa control ama bwana. Kwa hiyo ukiangalia Chadema na hao wajomba akili zao zinafanana. Sasa tunawataka vijana wenzetu watumie akili zao, wasitumie akili za kupandikizwa. Kwa sababu leo unaweza kuulizwa, kwa nini unamchukia Yona, kwa nini unamchukia rais, kwa nini unaichukia serikali? Huna sababu za msingi, huna sababu yoyote. Utasikia jambo fulani, ushahidi unao lili kutokea. Ushanifahamu? Kwa hiyo mimi nimpongeza kwanza rais wangu kwa kikubwa ambacho alichokifanya, ziara yake ambayo imetazama matunda na imezaa matunda mpaka hivi sasa tumeweza kuona kila kilichotokea. Jambo la pili, nimeona wajomba sasa hivi wako kimya, sera zimeisha. Mwisho wa uongo ni aibu, mwisho wa ubaya ni aibu. Ndivyo ilivyo. Watu wameeneza propaganda sana. Sasa hivi wanasoma mitandaoni, wanasoma upepo wao umekaaje. Watu wameeneza propaganda chafu sana dhidi ya serikali yetu. Sasa hivi kiko wapi? Maneno yameisha. Sasa wanataka kuanza kudandia, wanasema wanataka kuanza kudandia. Sasa hivi tumdandie nani, tumzungumzie? Na sisi hatuna time ya kuzungumza nao. Sisi sasa hivi tunachokihitaji, tunahitaji taifa letu, rais wetu, Mwenyezi Mungu amwezeshe taifa letu lipande kiuchumi na fursa ziweze kupatikana. Tumeona hata jamaa bwana mkubwa Makonda juzi kati amesema kashapokea zile B2 kwa ajili ya vijana wa create content creator, waandishi wa habari wa mitandao ya kijamii. Ushanifahamu? Kwa hiyo fursa zimepatikana. Hiki ndicho tunachokitaka ndani ya Tanzania.
na mimi namuunga mkono makamu wa rais. Sawa sawa. Ninamuunga sana mkono huyu mzee. Ninamuunga mkono. Sawa sawa. Kwa sababu zifuatazo. Kutoa warning watu wasijadili kilichotokea Oktoba 29 ni jambo jema. Watu wengine wanatumia fursa ya matatizo yale kuweza kujinufaisha kimaisha wao kama wao. Ushanifahamu? Tatizo lishatokea, kwamba ukishapata tatizo usijadili tatizo, jadili ni namna gani tutaliondoa tatizo. Ukiona mtu upeo wake wa akili umeishia kuendelea kujadili lile tatizo, huyu ni changamoto. Huyu ni changamoto, inabidi akapimwe milembe. Akapimwe mkojo. Akapimwe mkojo tena? Sawa, yote sawa. Ushanifahamu? Inabidi akapime kichwa, akapimwe kichwa siju hivyo hivyo. Ushanifahamu? Kwa mimi nimpongeze sana makamu wa rais kwa kikubwa ambacho alichokifanya, na mimi niseme kwamba sisi wazalendo ndo mimi na ndugu yangu Joseph Yona ndo watu wa kwanza, na ndugu yangu nani Mchange, namtaja na Mchange hapa. Na Mchange namtaja na yule kijana nani? Anaitwa Makideo. Wote mimi nawataja kwamba hawa wote ni watu kijana wa Kiroma ni Katoliki yule. Lakini huwa namuona anapongeza sana serikali yule kijana. Anaitwa Makideo ndio mimi natoa sifa kwamba Watanzania, hii kazi msikama ni nyepesi jamani. Leo wote sisi, mimi na Yona, tungekuwa ni watu watukanaji, tungekuwa watu wa kuhamasisha vurugu kwenye nchi hii, tusingekuwa hapa. Maneno yanaumba, na maneno ukiyaacha mwisho wa siku hata we mwenyewe anaweza akakumaliza. Kama mtaona watu huko wanabatuka kuhusu nchi yetu, wachunguzeni wana nchi gani nyingine, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanawezeshwa hela nyingi wako ndani hapa wanawezeshwa pesa nyingi, wamchafue. Nimeona juzi kuna wamchafue makamu wa rais, wamchafue rais, wamchafue Yona, wamchafue Kombo. Kwa watu wengi wanatumika kuhakikisha taifa hili kwamba nani ambaye anakuwa ni kikwazo, kwamba serikali ikisemwa wanachukia ni kina nani. Inajulikana tu ni kina Kombo na Yona. Kwa hiyo mimi nizungumze, kwa sababu leo sina mengi kidogo. Cha kuzungumza tu ni kwamba Watanzania sisi tuwe njia moja. Tumuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Hao wajomba, mimi nina mada ya Yona, nina jambo nimeletewa zito sana. Siku nataka nilipepese, wakinigusa tu nataka nilipepese kama defender. Nazaa nao kabisa. Kama niliwaambia nitazaa nao na wakapaniki, shida ni nini? Mpaka dadao Mange Kimambe mbona alipaniki? Walipaniki. Yaani shida hawa ndugu zetu ambao wanaichallenge serikali hawana hoja, wameishia kuingia kwenye maungo ya watu, miili ya watu. Kama wewe una hoja za msingi, njoo leo. Kaa pale, Kombo akae hapo, Yona akae pale. Mchange apae pale, na yule kijana wa Katoliki Makideo akae pale. Mimi siku naahidi, Mungu akipenda, tunataka tukae meza moja watu wanne. Muwafumue hao, siri zao zitoke. Zikishatoka siri zao watakaa uchi, Watanzania watajua. Mtu mwenye akili timamu atawaza na atafikiria. Mimi leo jamani sina maneno makubwa, la kwangu ni kumpongeza rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari ile Kaguta anakuja kesho. Kweli bwana, nimekumbuka. Mzee Kaguta Museveni. Mimi namwitaga Kaguta Museveni. Jamani, mzee wetu kesho anakuja, tusikilize mwongozo wa serikali. Kama ni kwenda kumpokea, tujitokeze kwa wingi kwenda kumpokea. Kwa sababu ni uzalendo, sisi ni majirani na tunaishi vyema. Lakisema ninachompendea yule mbabe. Ile kuleta ujinga na kupiga konzi. Unaona jamaa wangekuwa kule leo wangeisoma namba. Yaani washukuru tu, Rais Samia ni mtu msikivu na anapenda utu. Ni mtu mwema, Rais Samia ni mtu mwema. Huyu mjomba anayekuja mngejichanganya tu. Kudadeki angekamata huyu kula konzi, mwenzake yuko wapi sasa hivi? Alikuwa anagombea naye. Kakimbia. Ndio mjue sasa Tanzania ni nchi huru, watu wako huru. Mnaposema Tanzania mnapofungua midomo yenu, mjue mwisho ni wapi. Kikubwa sio ninachohitaji ni upendo, tupendane. Mimi leo sina ziada, hata sitaki maswali yenu. Utadili na Yona, mimi sitaki maswali yao yote. Hata ukiongea nachokijua utajua wenyewe, sitaki. Mimi leo kwangu ni hayo. Yona, mimi leo sina ziada leo. Asante. Hawezi. Kuna maneno. Wewe fanya hivi Makideo. Umesikia? Asema atasema si ndio tulimwandaa.